na 69 Sports na wakati huu unakuwa nami Mwanaisha Lukali, Beki Kisiki na Machachari, Afrika Mashariki na Kati, ikiwa siku ya mwisho ya kutamatisha mwaka 2025. Mbele yangu hapa nipo na shabiki wa Kanada nchini kwetu Tanzania, Ali Bonge, shabiki kindakindaki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tukiwa tunautamatisha mwaka kwa siku hii ya leo, yeye kama shabiki wa mpira ana kipi cha kukumbuka ndani ya mwaka huu? Ali Bonge, uko vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri. Na mtaji wetu namba 1 uko sawa, alhamdulillah. Tuko mjini. Ndio. Naam. Leo ni siku ya mwisho bwana kwa mwaka 2025, mengi yamepita ndani ya mwaka huu. Kipi utakikumbuka 2025 Ali Bonge? Tuanzie hapo. Kikubwa cha kwanza kilichotokea jana. Hicho ndo cha kwanza. Ndio cha kukumbuka, kupata kwetu nafasi ya kwenda raundi ya watu 16 kwa mara ya kwanza tangu dunia hii imeumbwa, na sisi tunapata nafasi kwa mara ya kwanza kwenda kwenye raundi hiyo. So hicho cha kukumbuka. Kingine, timu yangu kufanya vibaya, kufungwa mechi 2 za international zile. Yako mengi, lakini hayo ndio makubwa ambayo yani mimi nitayakumbuka. Timu yangu kufungwa mechi 2, pia na Stars kupata nafasi ya kwenda raundi inofuata ya 16 bora. Mchezo wa jana kwanza uliutazamaje? Niliutazama, mchezo haukuwa mbaya. Unajua the way timu ilivyokuwa ikicheza awali, mara ya kwanza tulivyokuwa tukicheza, sisi tukataka matokeo, wale nao wakataka matokeo, ndugu zetu wale. Lakini baadaye mechi ilikuja kupoa baada ya taarifa kutembea mle ndani kwamba jirani kashachukua chuma ya kwanza, akaja akachukua chuma ya pili, umeona? Nikaona automatic game yetu ikaja kawa easy game. Kwa sisi tunajua mpira. Kule kukamiana au kule kuhitaji kwa matokeo kukawa automatically kumepungua. Watu wako wanacheza easy. Mwarabu sisi baada ya kupata goli akashtuka. Kona hawa watu vipi? Umeelewa? Wanautaka mchezo. Sasa baadaye zilipokuja kupatikana taarifa, basi wao wanacheza easy na sisi tuko tunacheza easy. Kila mtu sasa anaonyesha ufundi wake, ili yani pasiwe na mtu kufungwa. Kwa sababu wao wenyewe baada ya kuona vile wakaona assist tayari, hapa tushapata suluhi, tunafanyaje? Tunaondoka. Yes. Ali, turejee ndani ya kikosi chako cha wekundu wa Msimbazi Simba. Hatimaye mwalimu ametua nchini na amekutana na mwalimu Suleiman Matola. Unaenda kuiona combination ya namna gani? Na tukitazama hivi sasa wekundu wa Msimbazi Simba amefanya maboresho katika benchi lao la ufundi, walimu wape wa magoli kipya, mwalimu mpya wa viungo, lakini pia mchambuzi wa mchezo ukiwa kipindi unapoendelea. Kwako wewe unaonaje? Mimi naona ni sawa. Mwalimu ule sio mbaya sana, kama nilivyosema last week, ni mzuri, ila huko walipotupa yule mtu, wametupa yule mtu kwa taarifa ambazo ninazo watu nilizozisikia kwamba yule mtu umeletewa ni mtu wa kutengeneza timu, wa kuja kuiandaa timu kwa project. Yani yule kaja kuja kuiandaa Simba. Umeelewa? Kwa hiyo inabidi tukae tuwe wavumilivu kidogo, kwa sababu huu mwaka wa 2 wa 3 bado tunatengeneza timu, japokuwa tunaenda kwenye mashindano. Kama msimu uliokwisha tumekwenda mpaka finali, lakini tulikuwa bado tuko kwenye hali ya kuandaa timu. Na mwalimu aliyekuja ni mwalimu ambaye amekuja au huko tulikopewa tumepewa kwa sababu hiyo ya kuja kufanya muendelezo wa kuandaa timu. Na kama nilivyokuambia, mwalimu yule anaamini sana soka la vijana kuliko la watu wazima. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu tusishangae tukiona hawachezi maybe, au wakawa ndio labda atakapokuwa mwalimu wao wasisajiliwe. Umeona, hilo nao tujiandae nalo kwa mfumo ule mwalimu jinsi alivyo. Tunaelekea katika dirisha dogo la usajili. Tetesi zinasema Musa Bala Conte pengine Young Africans wakamtoa kwa mkopo kumpeleka Singida pamoja na baadhi ya nyota wengine. Yule star yule alosajiliwa kwa mbwembwe yule, maneno akawa mengi. Wanampeleka wapi? Wampeleke tukachemka. Wampeleke tu. Unahisi Young Africans katika usajili ambao wamefanya dirisha kubwa safari hii haujawalipa kiasi hicho? Ni kweli, si mmoja hapo huyo asajiliwa kwa mbwembwe huyo. Tumewapiga bao, tumewafanyaje? Tumewafanya jamani, sisi tuko tunamtaka sio huyo. Wakamchukua kana naye
picha linaanza, Ndambwile anachukua nafasi, anakaa benchi. Shughuli imeanza. Yani pia Ndambwile anavaa, anaanza star alisajiliwa kwa nyingi na mbwembo nyingi na maneno mengi. Anakaa benchi. Ni kweli Young Africans walikuwa wanategemea scout ya Simba? Unaweza kusema hivyo? Yani kwa 100%. Kwani hapa juzi umesikia si yule mtoto wa Kiganda siko namtaka sisi mwaka jana yule. Ili kidogo tutaka yani kidogo watu wamsajili. Msimu umesikia juzi hapa nani anamtaka? Young Africans. Sasa na inasemekana tayari mchezaji wao, nisikilize hicho chokisema ndio majibu. Yani wao popote pale wanaposikia sio utakutia mguu wajifanya wao kwenda wao wa kwanza. Wanategemea kweli scouting yetu. Yani tunapotaka sisi popote pale tunapotaka sisi kwenda, basi wao watajipeleka kwa upesi, kwa haraka na kwenda kuchukua huyo mtu. Ni kweli Simba inakosa mchezaji X factor ambaye anaweza kuamua matokeo wakati wowote? Ni kweli. Tunayo hiyo shida. Yani wala sio uongo. Yani hiyo shida tunayo. Yani sisi Simba kwenye eneo la striking tangu ametuondoka Terminator akaja, yani mchezaji ananiuma mimi jamani, Mugalu Shimba Mugalu, yani tangu ameondoka wa striker bado tunayumba. Tumeletewa watu ajabu kibao, lakini bado anashindwa kudeliver. Lakini sisi tulikuwa nao watu ninakwambia MK14, alafu na huyo ninakwambia ule msimu ulikuwa mzuri sana kwetu. Tulikuwa tuna shida kwenye striking, akikosa huyo akiingia hoja atakuweka. Tumekosa watu, si kwa nini yani? Hatuna kabisa watu. Lakini mimi binafsi si shangai. Hiyo ni shida ya dunia. Shida ya sio Simba tu au vilabu vya Tanzania na yani striking ni janga la dunia. Tumemwona Rushen De Rock amerejea ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Mimi mwenyewe nimeona jana. Nimeona jana. Kwa upande wangu mimi nashukuru kwa sababu kwa jinsi timu yetu si inavyocheza msimu huu tulikuwa tunamtegemea sana huyo mtu. Kwa 100% tulikuwa tunamtegemea mno. Kwa sababu mwanzoni alivyokuja watu tulikuwa tunaona kama, mimi mwenyewe binafsi nilikuwa siamini kwamba kama mtu ambaye anakuja kutusaidia. Lakini baadaye akaja akani prove wrong, akacheza vizuri, maana ndio akawa ndio muhimili kwenye center back ya klabu ya Simba. Anapata majeraha, tunashukuru Mungu kurudi kwake. Mungu ampe nguvu, ampe afya iliyo bora, arudi aje kutimiza majukumu yake kama aliyoanza mwaka huu. Ndio. Naelekea katika Kombe la Mapinduzi sasa kule. Ni wakati sahihi kwa mnyama kunyanyua makwapa? Kwenye Kombe la Mapinduzi? Kombe gani hilo bana? Yaani sisi wewe unaniambia mimi Simba ni wakati sahihi kunyanyua makwapa kwenye Kombe la Mapinduzi? Kwa uhaba wa makombe tuliokuwa nao au kwa sababu ya nini? Kwani unataka Kombe la Mapinduzi? Kombe gani hilo bana? Mimi ingekuwa amri yangu, mimi singepeleka timu huko. Yaani kama mimi ndo ningekuwa ndo kiongozi na nafasi ya klabu ya Simba, mimi singepeleka timu yangu huko. Na kuchoshana tu afu kombe yenyewe halina mbele wala nyuma. Yaani mimi binafsi ningekuwa ndo kiongozi, nisingekubali mimi timu yangu kupeleka Zanzibar. Akia Mungu nakwambia. Nafasi ya kuonyesha kwa wachezaji. Unaonesha nini bana? Unaenda kuonesha nini Zanzibar? Unachokionyesha unaenda kuonesha nini Zanzibar? Yaani mimi ningekuwa ndo kiongozi sasa, narudia tena kwa sababu kiongozi nafasi yangu ya mwisho. Sipeleki mimi timu Zanzibar. Kaa tu timu hapo Bunju hapo ifanye mazoezi, andaa timu, tafuta mechi za kirafiki za kueleweka, taifa wapi, ita watu, uandae timu yako. Sio kwa tafuta kwenda kuumizana tu, hamna chochote kule. Taki kombe. Mimi sitaki. Kombe nataka Kiso la Mapinduzi. 150 ndo nini bana? 150 ndo nini? 150 ndo nini? Hata kwa Simba 150 la nyingi hiyo. Watu wanaenda tu huko, lakini mimi yani binafsi yani ingekuwa ndo mimi sipeleki timu. Kumuona Bajabir ndani ya Mapinduzi. Bajabir hata huku tungemuona kwenye mechi ambazo tungeandaa huku tungemuona Bajabir, sio Mapinduzi. Kwa hiyo nakwambia ni watu pale Bunju pale hatuwezi kucheza mechi pale za kirafiki. Tuwezi kuita timu pale tukaja kupimana na nguvu pale. Au tukaandaa timu tukaita timu yote ya kimataifa kutoka Kenya, Uganda, Rwanda tukaja kucheza nao pale taifa. Nguvu hiyo haipo. Sina nafasi hiyo. Kwa nini usifanye hivyo? Mwalimu kaja andaa kurupu, mnampeleka kwenye mashindano huko. Timu hajui, wachezaji hawajajua vizuri, mnampeleka kwenye mashindano, tafuta kwenda kumtoa nishai mwalimu aonekane hana maana yote.
Mambo gani hayo? Unasema kwenda kuonyesha ujuzi. Hakuna timu kaka nayo lini bwana anakwenda kwenye mashindano, angemwacha kwanza hapa. Akae na timu kwanza, aandae timu yake vizuri. Basi. Ona basi tungekosa mechi hapa. Kabisa yani tunataka crucial game tungezikosa hapa. Timu sizipo kibao. Tungeita tu timu yote hapo 2-3 tukajipima nazo nguvu hapo. Sio Kombe la Mapinduzi bwana. Matokeo yako utakuja kukutana na Yanga huko tena. Watufunge maneno yaanze. Tuanze kumlaumu mwalimu. Kaja na une kafungwa tunaanza kumnyonyesha vidole. Nini mambo haya? Dai kwanza timu, si timu yetu bado. Kumbe unaogopa Yanga Mapinduzi? Ogopi. Nimesemea tunaweza kwenda kukutana. Nisikilize, mimi siogopi Yanga. Yaani nimesemea tu kwamba tunaweza tukaenda huko tukakutana na Yanga, wenzetu washaiva. Sisi bado tunajitafuta, bado timu yetu haijakaa sawa, na hivi walimu kila siku wanaondoka na kuja huyu anaondoka na kuja anaondoka. Bado hatujaseto. Ndio maana narudi tena kule ingekuwa mimi singeenda Zanzibar. Alibonge anaogopa kutolewa ni shai na Yanga. Ni kweli. Kwa sababu wale wenzetu wako shaka mkao, sisi bado tunajitafuta. Unakwenda kwa huko inakuwa pu mnakutana. Utajipata lini? Unachukua muda bado, tutajipata tu. Kwani huko mwanzo tulikaa miaka mingapi? Sasa miaka mingi tumekaa tukakaa sawa. Basi na sasa hivi Mwenyezi Mungu atatushikia, tutakwenda hivi mdogo mshaka tutakuja tusimama, tutakaa vizuri tu. Mnasubiria majibu ya Albadili hamna kitu. Kwa si nikwambia mimi hamna shughuli. Albadili mpaka leo imetoa majibu gani? Si nikwambia mimi. Albadili hamna kitu. Wewe umepata majibu gani mpaka sasa hivi? Siku ya ngapi leo? Siku ya ngapi leo? Siku ya ngapi? Sina karibia wiki. Niwaulizeni nyinyi wana Simba. Sina karibia wiki. Umesikia nini? Sina search. Na ina search wapi? Albadili ina search hivyo. Majili yani ikitoka tu pale kitu na boxi inaenda kupa majibu hapo hapo. Hii wiki na tusubiri mwaka utaisha tupata majibu ni Albadili. Shukrani sana. Asante bwana.